Haleluya, haleluya. Mwanafamilia wa maombi ya ukombozi, Mungu akubariki sana. Ninamtukuza Mungu. Asubuhi ya leo tumepata tena kibali na tumepata tena neema. Tumeona nguvu za Yesu Kristo tena zikitusimamisha. Tumeona utukufu wake wa ajabu. Wacha tuinue jina la Yesu Kristo kwa ajili ya utukufu wake mwaka 2026. Nichukue nafasi hii popote pale ulipo tuweze kumshukuru Mungu pamoja kwa kutupa kibali asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu, tunakutukuza Baba yetu mwema. Asante kwa uaminifu, asante kwa wema wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa kutupenda, asante kwa kututhamini, asante kwa kutupa kibali tena watoto wako. Tumenyenyekea mbele zako Yesu Kristo mwana wa Daudi. Tumeshuka mbele zako kwa rehema nyingi, tukiomba toba. Tutakase Bwana yetu, tusafishe kwa damu yako ya thamani. Sisi ni wenye dhambi, hatustahili kabisa mbele zako, lakini kwa rehema zako tuko hapa tena watoto wako. Tumenyenyekea, tunasi rehema zako tena watoto wako. Tutakase na kutusafisha kwa damu yako ya thamani. Tupe neema tena watoto wako tena siku ya leo, siku nzuri, siku ya baraka, siku ya neema. Usituache Baba yetu, tuone mkono wako na tuone fadhili zako. Asante Bwana Yesu kwa neema na fadhili zako na baraka zako kuu kwetu. Tunakutukuza kwa sababu ya neema, kwa sababu ya fadhili zako, kwa sababu ya mkono wako, kwa sababu ya uweza wako na kwa sababu ya nguvu zako. Utukufu na heshima na enzi na nguvu na mamlaka ni zako, katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina. Na unaweza comment sema amina. Na Mungu ni mwaminifu sana, ambaye umeanza naye asubuhi ya leo ni Mungu wa baraka kwetu. Nichukue nafasi kukuomba, kama subscribe channel hii ili uweze kupata maombi ya kila siku asubuhi na majira yale ya usiku, zile zaburi za ulinzi. Nichukue nafasi hii kuomba, kama unapitia changamoto yoyote ambayo unatamani tushare pamoja na tuweze kuomba pamoja, basi tucheki kwenye namba hii WhatsApp. Nitaomba na wewe na Mungu atafanya jambo kubwa la utukufu. Ni muhimu sana kila unapofuatilia maombi ya asubuhi, weka agano la dhabihu, weka agano la sadaka. Mwambie Mungu, ninatamani kila maombi ambayo ninaomba niunganishe na sadaka yangu. Utaona baraka nyingi sana, kwa sababu maombi tu haitoshi tu kuomba, lakini unapoomba ukajiunganisha na dhabihu, uwe na uhakika utaona mkono wa Mungu kwa namna ya ajabu sana. Nichukue nafasi kabisa kukuomba popote pale ulipo uweze kuchukua clip hii na uweze kushare, upelekee rafiki, jamaa, ndugu, kila mmoja. Hakikisha usiwe mchoyo, omba pamoja na watu wengine, itakuwa ni baraka nyingi sana na utakuwa umeifanya. Tumeanza maombi ya siku 21. Nikualike sana katika maombi ya siku 21, ambapo tutaendesha maombi kupitia mtandao wetu wa YouTube majira yale ya saa 10 kamili jioni mpaka saa 12 kila siku kwa siku 21. Niombe popote pale ulipo, basi chukua hatua ya kufunga, jidhabihu, ufunge na utamuona Mungu kwa namna ya ajabu. Maombi yetu ambayo tulionayo ni kwa ajili ya malango 12, na kwenye malango haya tutatembea nayo kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 12. Kwa hiyo hakikisha unafuatilia mfululizo mzima wa maombi haya ya milango 12. Lango letu la 4 ni lango la mikono. Mikono katika ulimwengu wa roho ni lango. Na kwa nini nazungumza kwamba mikono ni lango? Kwa maana ya mikono ndiyo malango ya kupokelea na malango ya kuingiza. Na tumekuwa tunasahau sana lango hili la mikono, kwa sababu watu wengi hawajui mikono ndiyo inayopokea na mikono ndiyo inayoingiza. Na tafsiri ya mlango ni kuingiza na kutoka. Kwa hiyo wengi wamekuwa wanaisahau mikono, na hii ni hatari kubwa sana. Inatakiwa kila asubuhi lazima uombee lango lako la mikono, kwa sababu hilo ni lango linaloingiza, linalotoa, linalopokea. Glory to Jesus. Na kwa kuwa watu wengi wamejisahau, shetani anaelewa, na ndio maana amepiga malango ya mikono ya watu. Malango ya mikono ya watu yamekutwa anavamiwa.
Ukianza kuangalia kwenye kile kitabu cha Ezra utaona kitu kikubwa sana pale. Ezra sura ya 4, Biblia inasema ya kwamba ndipo watu wa nchi wakaidhoofisha mikono ya watu wa Yuda, wakawasumbua walipokuwa wakifanya kazi. Umeelewa? Watu wa nchi wakaidhoofisha mikono ya watu wa Yuda, wakawasumbua walipokuwa wakifanya kazi. Sasa unaweza kuona hawa ni walikuwa wanajenga hekalu. Ukifuatilia toka mwanzo walikuwa wanajenga hekalu, lakini wakaingia watu wa nchi, wenyeji wa nchi, wakaanza kudhoofisha mikono yao. Kwa hiyo unaweza kushangaa kila mwaka mikono yako hamna kitu inafanikiwa. Kila mwaka unakuwa ni mtu wa hasara, kila mwaka unakuwa ni mtu wa madeni, kila mwaka unakuwa mtu wa shida. Kumbe wachawi walishadhoofisha mikono yako. Lazima uingie kwenye maombi makubwa ya kuhakikisha mikono yako ina nguvu, kwa sababu hilo ndio lango la kuingiza pesa, la kuingiza utajiri, la kuingiza neema. Hiyo ndio lango. Hakuna namna unaweza kusaidika bila kushughulikia lango hili. Ni muhimu sana kuliko kawaida. Kwenye kitabu nataka nikuonyeshe hapa kwenye kitabu cha Ezra sura ya 1 pia mstari wa 6 anasema watu wote na watu wote waliokaa karibu nao pande zote wakawatia nguvu mikono yao kwa vyombo vya fedha na dhahabu na kwa mali na kwa wanyama na vitu vya thamani zaidi ya vile vilivyotolewa kwa hiari, wakawatia nguvu. Unaona sasa? Anasema na watu wote waliokuwa karibu nao pande zote wakawatia nguvu mikono yao. Mikono yako inahitaji kutiwa nguvu. Sasa ilitiwa nguvu kwa namna gani? Unaona? Kwa vyombo vya fedha namba 1, kwa vyombo vya dhahabu namba 2, umeona? Kwa mali, unaona? Namba 3, unaona? Na kwa wanyama namba 4, na vitu vya thamani. Unaona, hawa jamaa walitiwa nguvu kwenye mikono yao. Umeona? Ezra sura ya 5 mstari wa 8 anasemaje? Ezra 5:8 anasema, na ajuaye mfalme, kwa kuwa sisi tuliingia nchi ya Yuda tukafika kunako nyumba ya Mungu mkuu iliyojengwa kwa mawe makubwa na miti imetiwa katika kuta zake, na kazi hii inaendelea kwa bidii na kustawi katika mikono yao. Umeona kazi watu wa Yuda wanaingia, anasema kazi yao iliendelea kustawi kwa mikono yao. Unaona? Kwa hiyo kustawi kote kuwa kwenye mikono. Ukitaka kufanikiwa kuwa kwenye mikono, kuna hatua unahitaji kuombea mkono wako. Mithali 3:16 inazungumza kitu kikubwa. Anasema kuna Mithali 3:16 Biblia inaeleza wazi juu ya utajiri katika mkono wa kushoto. Umeona? Unaweza kusoma pale, inasema ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume. Umeona? Utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Kwa hiyo unahitaji kuachilia neema ya utajiri kwenye mkono wako. Haleluya! Kwenye mkono wako unahitaji kuachilia neema ya utajiri. Kuna watu ambao wanahitaji kufanya hii maombi ya kufanya malango yao ya mikono, malango yao mikono yafunguke, malango yao mikono ya utajiri yafunguke, malango yao mikono ya utajiri yafunguke. Nataka nikupe ufunuo, na upokee ufunuo, utakusaidia asubuhi ya leo. Mikono hii unayoiona, ina vidole 10. Umeelewa? Kwa hiyo kama unahitaji kushughulikia mkono wako, ina vidole vingapi? Ina vidole 10. Umeelewa? Ina vidole 10. Kwa hiyo kama unahitaji kushughulikia mkono wako, tafuta sadaka ya vidole vingapi? Vidole 10. Umeelewa? Iwe ni 10,000 itafute, iwe ni 100,000 itafute hiyo sadaka ya vidole 10. Umeona? Sadaka ya vidole 10. Utashangaa kwenye hivi vidole 10 unavifungua sasa, unatangaza kwa jina la Yesu Kristo, na ambavyo tunakwenda kuomba hapa, mikono yako itaregea, mikono yako itaingiza fedha. Mikono yako mwaka huu itakuwa ni lango la kupokea fedha, lango la kupokea fedha katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye ndani yako una sadaka yako ya vidole 10 na unataka kufanya hii maombi, nataka uinue mikono yako, hiyo mikono yako miwili
ya vidole 10 na sema, Baba yangu, niko mbele zako tena asubuhi ya leo. Nimejifunza kwamba mikono nayo ni lango la kupokea, lango la kupokea neema, lango la kupokea neema katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninasi ile nguvu yako juu ya mikono yangu katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninasimama kama mtumishi wako katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakamata mikono yangu hii katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, katika jina Yesu, fungua mikono yangu Bwana, fungua mikono yangu, mikono iliyodhoofishwa, na waganga na wachawi na washirikina walioiba mikono yangu kiroho katika jina Yesu. Kila wizi wa kiroho ulioiba mikono yangu kiroho, natangaza kwa jina Yesu, robo sandarama kuria, ninafungua mikono yangu kwa jina la Yesu. Mikono yangu funguka, lango la mikono funguka, robo sandarama kuria basaka, lango la mikono yangu funguka kwa jina la Yesu Kristo, robo sandarama kuria, kwa damu ya Yesu Kristo. Shetani umedhoofisha mikono yangu, achia mikono yangu kwa jina la Yesu Kristo, achia mikono yangu kwa damu ya Yesu Kristo, achia mikono yangu kwa damu ya Yesu Kristo, achia mikono yangu kwa damu ya Yesu Kristo, robo sandarama kurabashaka. Ombea mikono yako na ipiga, ombea mikono yako na ipiga, robo tirerere, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaifungua mikono yangu, ninaifungua mikono yangu, nafungua mikono yako kwa jina la Yesu. Mikono ya sala, mikono ya madeni, mikono ya kuishiwa, mikono ya sala, mkono wa sala, ninaung'oa mkono wa sala, naung'oa mkono wa madeni, naung'oa mkono wa matatizo, naung'oa mkono wa shida kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, ninatangaza kwanza mkono wa madeni ninaufuta katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Ninaomba wewe ambaye ndani yako nasikia kupanda sadaka kwa ajili ya kufungua mikono yako na kuachilia lango yako, mikono yako ingize fedha nyingi mwaka huu. Naomba kamata sadaka yako ninapoenda kuomba mikono yako na kuunganisha mikono yako. Baba, ninaomba kwa ajili ya mama huyu, baba huyu, kijana huyu, binti huyu, mwaka 2026 nimelifungua lango la mikono yake. Mikono yake ikafanikiwe, mikono yake ikainuliwe, mikono yake ikaingize fedha nyingi, mikono yake ikawa na matokeo makubwa kwenye kazi za kilimo, mikono yake ikaingize utajiri katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Amen. Chukua nafasi, panda sadaka hiyo kupitia namba ya Vodacom ya 0756 934 903, na baada ya kupanda sadaka naomba unitumie message kwenye WhatsApp, wewe ambaye unafanya maombi ya agano la mikono, kufungulia lango la mikono, na moja kwa moja nichukue nafasi kualika sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi, kwa kama 100 kwa maelfu ya watu hapa, kupitia maombi haya makubwa ambayo Bwana ameendelea kufungua watu. Nichukue nafasi kutakia siku njema, nikukaribisha sana katika maombi ambayo tunaendelea nayo, na kama bado hujaomba, shiriki maombi hayo, utaona baraka nyingi. Mungu akubariki, nikutakia siku njema. Shalom, shalom, shalom.